ndo kiboko yao. Yaani Mwarabu kiboko yake nilijua. Yaani unapo yake angalia juu kwa kiona linawaka hivi linachoma usoni. Basi hapo ndo anaingia magoli. Pacome Zouzoua anatokea winga ya kulia, Max anatokea winga ya kushoto. Prince Dube pale juu akiwekewa mali. Safari Dube sio yule mnayemtegemea nyinyi kwa mnamjua nyinyi. Dube wa sasa hivi kaombewa yuko salama. Si umeelewa? Ile mizinga yote ilikuwa inatoka kwa Zaka za kazi. Yale mabomu yalikuwa yanatoka kwa makolo kule. Sasa hivi yuko safi. Yaani kuja tu ku Zanzibar wachezaji wote wako safi salama salimini. Ndio nakwambia wana Yanga leo watakwenda kuishuhudia timu yao pendwa waliokuwa naijua hapa. Ukiona Yanga ya leo hapa imempiga huyu Mwarabu, tegemea kuona Waarabu wote watakao kuja hapa. Kiongozi wao ni Dar es Salaam Africans. Mbavu ya kulia Mwarabu, mbavu ya kushoto Mwarabu. Nyuma Mwarabu. Imamu wa Waarabu ni Dar es Salaam Africans. Niamini mimi ninachokwambia. Hawa wote watakuwa maamuma. Unajua maamuma? Yaani imamu anasalisha msikitini mbele. Walioko nyuma wanaitwa maamuma, wanamfuata. Yanga mbele, daima mbele, nyuma hukumwiko wako hao hapa. Haya ni machinjio ya Waarabu wote. Machinjio. Ukishaletwa hapa wewe mhalifu. Ndio maana tunasema ni gereza la Guantanamo. Ali ana akili yule mtoto. Ali kama anasema hili litakuwa gereza. Ana maana tayari ameshaona. Kile kikwazo kimeondoka. Gereza hili ukiingia wewe ni mhalifu. Huwezi kutoka salama. Lakini wale ambao wanaweza wakatoka salama wapeleke Benjamin Mkapa. Lile sio gereza. Lile sio nini? Walikuwa wanasema kwa Mkapa atoki mtu, angalia sasa hivi mpaka usingizini katoka. Mpaka usingizini mwenyewe katoka. Gaboroni katoka. Sasa pale Benjamin ndo atoki mtu. Wewe ndio maana tumeamua kukimbia. Sisi tumetoka kule kwa sababu ya kuleta burudani hapa. Ndio maana nimekuambia asilimia kubwa ya Wazanzibari, asilimia 99.9 hawa wote ni washabiki na wanachama wa Yanga. Kwa hiyo wana haki ya kuipata hii burudani. Na kitu kingine, mwana Yanga popote ilipo Yanga unaipenda, unatakiwa ufike. Uko tayari kwa ajili ya kuifuata burudani. Ndio maana unaona tumetoka Tanzania bara, tumekuja katika visiwa vya Zanzibar, tumekuja katika gereza kuu kwa ajili ya kuwasapoti. Mimi naamini sisi ni wasikilizaji wa kesi. Mahakimu wakuu wa hukumu ya kesi ya leo dhidi ya hao Waarabu ni wachezaji wetu. Tuna mtu ambaye amesomea sheria vifungu vyote, ndio maana kaitwa Pacome Zouzoua, yani profesa. Pacome jina la kirugaruga kwa kwao, lakini maana yake ni profesa. Profesa ni mtu ambaye amebobea katika taaluma yake. Hasa leo atakwenda kuwaonyesha ubora wa yeye kuwa na bleach. Ile sio mvi, ile ni bleach. Ndio maana unaweza ukaona kuna baadhi ya watu wameiga wakaweka na kinywele kimoja, lakini mwisho wa siku wameishia kutia super black. Waona bana hii kitu ina wenyewe bana. Wakatoa. Angalia nyuma yako, wanasema huo ni mfuko wa sukari huo. Mfuko wa sukari huo nyuma yako. Kwa wale ambao hamjui, hakuna jezi iliyokuwa kali kama hii. Wewe ukiangalia kwenye nisikilize, uso mfuko hii jezi. Na ndio maana nakwambia ukienda kuangalia kwenye picha wengine walikuwa wavutiwi, lakini isogelee hii jezi utakuja kunishukuru, naamini utachukua zote. Lakini nataka nikwambie kitu kimoja ndugu yangu. Naanza kupokea maoni, naanza kupokea story nyingi kutoka kwa mashabiki wa upinzani. Wanasema kwa nini GSM hakuachia hii jezi ya mazoezi kuwa jezi itakayotumika kwenye ligi ya klabu bingwa? Niwaambie nyinyi upande wa makolo ambao hamna jezi mpya, kwanza uruhusiwi kuongea na kapteni wa mashabiki kama huna jezi mpya. Uruhusiwi, ni bida. Na wanasema wakula bidati dhalala. Uruhusiwi kuongea na mimi, ni bida. Yaani kama huna jezi mpya, timu yako haijatoa jezi, imebandua tu rogo, uruhusiwi kuongea na kapteni. Wameshazirelease zile jezi mpya za kimataifa. Hawana jezi, na ni washauri kupitia hapa mashabiki wote wa makolo, ni vyema mkaandamane kwenda kuomba na kudai mpeo jezi mpya. Haiwezekani sisi tunapewa jezi zote hizi, na taarifa nilizonazo GSM kwa huruma yake na upendo wake
ameamua kutoa takriban 9 au 8. Hizi zote lengo unaweza kuona wadada wamewekewa pinki special kwa ajili ya madada wapendeze. Muona Nasoro huyo hapa. Muona kitu hicho? Nasoro hiyo. Muona chombo hicho? Nasoro hiyo wanasema hii jezi ni tikiti maji. Bwana kwanza chukua tiketi yako. Waulize wao wanayo. Waulize wao wanayo. Tengeneze tikiti maji kaka. Ni sawa. Sisi tunavaa ndio sawa ni yule kavaa nguo mbaya au yule ana nyumba mbaya, wewe yako iko. Maana hauna. Yaani wao Simba walichokifanya wao wamenunua gari imekuwa mbovu, wameenda kubadilisha plate number. Gari ile umeenda kubadilisha plate number. Kwa watu wenye akili timamu wanakuwa na huyu mweu. Huyu chizi. Gari ile alafu kaenda kubadilisha plate number. Ionekane gari mpya. Haiwezekani, sisi tumewaacha tupo mbali. Kwenye upande wa jezi, nani Afrika Mashariki na Kati? Sisi tupo mbali, huwezi kutufananisha nao. Wanakwambiaje duniani hakuna watu wanaotoa jezi mara 2 duniani? Basi wakawaambie vizuri, wafuatilie mipira. Sio wakikaa pale kwao pale wanapouza ubwabwa kwa mage klabu ya Simba kuna mtu anauza ubwabwa. Pale wanapouza ubwabwa akae wafuatilie. Arsenal kawaambie wakamwangalia Arsenal. Arsenal ligi ilivyoanza alikuwa na jezi nyingine na sasa hivi kwenye klabu bingwa alienda kucheza na jezi zingine, kawaambie. Sasa ukawaulize Arsenal ipo Tanzania? Pili, tunachofurahi sisi kwanza ni amani Guantanamo. Mpaka saizi hakuna mvua, hakuna jua hata. Mwachezeshe saa 10 jioni, saa 10 jua kali. Jua si tumelizoea na wao Waarabu wamelizoea. Wanasema Waarabu dawa yao ni jua kali. Nakwambia tena, jua wao wamezoea na sisi tumezoea. Pili, sisi tunataka kuwaonyesha Watanzania na Waafrika Mashariki na Kati. Huu mchezo wa kusifia watu, msiwasifie kabla bado hajakutana na Yanga Afrika. Wako wanavua nguo huko kaka. Walimu wao. Nani? Unamaanisha kuna mwalimu wa walimu wao? Sisi ndo wataalamu wa kuwapima Waarabu. Sisi tokea mwaka 2000 mpaka leo 2025 hakuna Mwarabu kutoka Moroko, kutoka Misri, kutoka Tunisia alokuja kutufunga kwenye ardhi ya Tanzania. Hakuna. Sana. Sahihi. Kwa hiyo sisi hapa wa Tunisia, wa Moroko, sawa, wa Misri, sisi ndo tunayo dawa yao. Na dawa leo tunaenda kuionyesha hapa. Bwana Farabat leo hapa wanasema wenyewe washajichagua wao na Al Ahly tu ndio ambao watapenya kwenye hili group. Hii mchezo huu anaongea Farabat sisi tuliuzoea sana. Sisi tuliwahi, kuna mtu mmoja anajiita Bruce Dadi alisema anaenda na National. Baadaye tukaenda sisi na National. Sasa baada ya majibu ya leo dakika 90, nyinyi waandishi wa habari ndio mtajua ataenda nani na nani. Hii mechi ya leo labda Mwenyezi Mungu abadilishe huu mchana uwe usiku. Wanaweza kushinda. Labda ndo wanaweza kutoka, labda huu mchana ubadilishwe uwe usiku. Lakini kama tunaendelea hivi watasema uwanja hawajauona. Bora kuniambia hapa hakuna namna yoyote zaidi ya ushindi. Shehe wangu, tumekuambia uwanja unaitwa Gereza la Guantanamo. Gereza la Guantanamo ndio gereza kubwa duniani ambaye lina mlango mmoja. Hajawahi kuingia mfungwa akatoka. Kwa hiyo leo mfungwa wa kwanza gereza hili. Hivi si tunaongea watoto na masiala. Baada ya mechi hii, mimi nadhani Wazanzibari wote uwanja wataita Guantanamo. Baada ya mechi hii, Wazanzibari wote watatuunga mkono sisi, uwanja wataitwa Guantanamo. Shehe wangu, watoki Mwarabu leo. Kivyo vyote Mwarabu leo anakufa. Kivyo vyote Mwarabu leo anakufa. Naona hapo nje wametanda hapa na bakola zao. Wametanda, wanavua nguo joto. Wanavua nguo. Wewe uone wanavua nguo joto. Wanataka kuruka kwenye gereza. Alafu sifa ile gereza. Mwarabu anavua nguo anataka kuruka gereza. Sifa la gereza hili hakuna pa kurukia. Na alipo katikati ya bahari. Geti A tu. Wewe nadhani umekuja geti A tu. Tunawapa salamu. Wakae waliokuwa nje ya Zanzibar, wakae kwenye matv waangalie mwanamume wa Tanzania, bingwa wa Tanzania anaunguruma leo. Zilizobakia zote zitakuwa mechi za grafiki. Mechi ya klabu bingwa inachezwa leo ni moja tu Tanzania. Mechi ya klabu bingwa Tanzania ni moja tu ambayo ndio inacheza leo.
bingwa Tanzania ndio anacheza leo. Kesho mtu akikwambia kuna mechi ya klabu bingwa, muulize bingwa wapi? Ligi kuu, hata jezi yenyewe ligi kuu. Kwa sababu mechi ya klabu bingwa anacheza leo, utaona Yanga wanavaa jezi ya klabu bingwa. Kesho sisi tutasema kuna mechi ya ligi kuu. Wewe utaona watavaa jezi gani kama sio za ligi kuu? Bwana leo pointi 3 mnazikusanya? Ndio maana tumekuja